صبر زميل المنذري elimu kwa dalili. Wala yajuzu ta'khiruha an salati al-Eid, ama kuchelewesha mpaka ukaswali Eid haifai. Na wako sababu siku hizi mashaallah tuko na ikhwa huenda wakasoma wakarudi, kuna ikhtilafu hizi ziko nyingi za watoto kusoma jamiati hizi mashaallah, soma fiqh al-muqarana, wakija kuna ikhtilafu atakaonekana yajua wako wengi sana. Basi kila ikhtilaf tu watu waambiwa tu ikhtilaf ili iweje, ili watu watoe zakatul fitri baada ya Eid. Sasa wewe wakusudia kwa mimi naiacha mpaka baada ya Eid ili nionyeshe kuna ikhtilaf bwana, hakana wewe ikhtilaf yako, wewe nenda katoe baada ya Eid. Sisi tukwambia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, mwenye kuitoa zakatul fitri yake kabla ya swala basi ni zaka inayokubaliwa. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Msikia vizuri, ukiitoa baada ya swala ya Eid basi hiyo ni sadaka, si zaka tena. Si ukosi ajira, utapata thawabu, lakini thawabu ya nini? Ya sadaka, si thawabu ya nini? Ya zaka. Kwa umekosa zakatul fitri, wewe utoa sadaka, hakana ushindani wako. Sababu kuna siku mmezungumza haya maneno hivi, sababu kuna watu mlizungumza hivi, mara naona kwenye mtu kuyakosoa maneno ya salafi jadida. Maneno salafi jadida, maneno ya Mtume sallam ya aghbiya, maneno ya Mtume sallam. Kuna ikhtilaf hizbiyun wa Mombasa, hizbiyun kila kitu kwao kina ikhtilafu, pia riba zina ikhtilafu nini, kila kitu ikhtilafu. Wewe kula tu, kuna ikhtilafu. Mara nyingi utaona kuna namna hiyo, ukiwaelekeza katika ule usawa na kuna ikhtilafu. Usitoe zakatul fitri baada ya swala bwana, toa kabla. Sasa ikitokea dharura umesahau, sasa uuliza, bwana nilikuwa nimemwekea bwana mmoja ile zaka, kumbe hakuja kuchukua nyumbani, sasa itakuwaje? Uuliza hivyo. Lakini si wakusudia kuwa mimi nitawaonyesha wale masalafi, waonyeshe masalafi, wajidanganya mwenyewe ili mradi upinge. Kuna watu wengine wana chuki za kike muzita hivyo, wana chuki za kike, hasa hizbiyun. Yani mpaka katika masala ya dini wafanya inad kwa sababu tu yule alisema ni fulani. Usifanye hivyo, hizi chuki waache wakewenza nani wale wanazo hizo. Kile mwanamume mzima bwana, mketi mambo ya dini wafanya kama mke mwenza bwana, usifanye hivyo. Nasema haya kusudi sababu watu wafanya kusudi, wallahi kuna watu wafanya kusudi. Kuna mtu mmoja alitoa khutba ya Eid, kwenye khutba ya Eid akazungumza ya masala kwa kuna ikhtilaf, hata baada ya Eid waweza kutoa tu. Hebu fikiria ule umma uliohudhuria pale, wangapi walitatizika siku ile. Nilikuja nikazungumza hapa, nakumbuka vizuri sana, watu walitatizika sana. Wenyewe hatujawahi kusikia hii. Ni kweli yawezekana iko mwanachuoni fulani ansema hivyo, lakini ndio kila anachokisema yeye kitakuwa tachatumiwa kupinga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, ameteleza pale, wachana nayo. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunub. Hizi aya nyingi katika Qur'an waziona, qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, man yuti'u ar-rasul faqad ata'a Allah. Bas. Kwa hivyo ukiitoa baada ya swala ya Eid, wewe umetoa sadaka, hujatoa zaka. Ila kama tulivyoeleza hapa, unaweza kuuliza, mimi kuna bwana mmoja kazi yake mimi kila Eid namwekea yeye pale nyumbani, namwekea iwapitia iwachukua, nikaghafilika nimeweka pale, kumbe hakuja, labda alikuwa mgonjwa. Utasema kuwa sasa kumetokea nini? Dharura yaeleweka, waweza kutoa hata baada ya swala sababu huku kusudia. Lakini usifanye kusudi ukasema kuwa mimi nitafanya kwa sababu kuna ikhtilafu. Wapungukiwa nini ukifuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam?
wallahu almusta'an.